Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Karibu sana kwenye podcast yako pendwa, tukiwa ndani ya msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, msimu ambao tunaangazia wale ambao wanaitumikia Qur'an tukufu. Ikiwa ni muendelezo wa msimu huu, leo ni siku nyingine pia tuko kwenye Ncha Kali Podcast. Na mimi naitwa Rajab Msami, niendelee kukusihi na kukukumbusha tu ya kuwa unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast ambazo tumekwisha kuzifanya. Kama ungependa kufanya hivyo kwa njia ya kutazama, basi tunayo channel yetu ya YouTube inakwenda kwa jina la AD+ Swahili. Kuna podcast nyingi sana ambazo tumekwisha kuzifanya, unaweza kwenda kuzitazama na ukanufaika kwa mengi. Lakini kama utapenda kufanya hivyo kwa njia ya kusikiliza, basi tunapatikana katika platforms zote za podcast, ikiwemo Google Podcast, Audiomack na nyinginezo zote. Kote huko utatupata kama AD+ Swahili. Kubwa ni kuendelea kukusihi ya kuwa kila siku ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, podcast hii itakuwa ikikujia na muda na wakati kama huu, kwa njia ambayo unaifuatilia kwayo, iwe ni kwa kutazama kupitia Africa TV, kutazama kupitia channel yetu ya YouTube au katika platforms za podcast. Na leo ikiwa ni siku nyingine, tunaye mgeni pia, tunaye mtumishi mwingine wa Qur'an. Tutaweza kumpa fursa aweze kujitambulisha, lakini atueleze ya kuwa ni namna gani yeye anaitumikia Qur'an. Halafu tutaweza kusikia mengi sana kutoka kwake na tutazungumza mengi. Karibu sana. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ridwan Juma Kinyasi. Alhamdulillah, nimefurahi kuwepo hapa. Karibu sana Sheikh Ridwan Kinyasi, karibu kwenye Ncha Kali Podcast. Tuna mengi ya kuzungumza. Tutazungumza kuhusiana na safari yako nzima, lakini tutazungumza kuhusiana na wewe na Qur'an, na yote hayo tutakwenda kuyajua leo. Lakini kabla hatujaanza kuzungumza, ni ada yetu huwa tunaanza na tilawatul Qur'an, kwa sababu tuko ndani ya mwezi wa Qur'an, tunaizungumza Qur'an, basi ni vyema tuyafungue mazungumzo yetu pia kwa Qur'an. Kwa hiyo ni kukaribishe sana uweze kuisoma Qur'an. Karibu. Asante. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا
فإذا جاء أولاهما بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. صدق الله العظيم. Sadaqa Allahul Azim. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, huu ni msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa tunaangazia wale ambao ni watumishi wa Qur'an. Na leo basi tuko naye Ustadh Ridwan Kinyasi ambaye umemsikia akiwa anasoma, ndivyo tulivyoweza kuifungua podcast yetu kwa siku ya leo. Ustadh Ridwan, karibu sana. Sasa tuweze kufanya mazungumzo yetu, lakini kwanza kabisa ningekupa fursa uweze kutueleza safari yako na Qur'an. Ukitazama kwa umri wako unaonekana bado kijana mbichi, lakini mashallah balaa unalo. Kwa hiyo tuiangazie safari yako na Qur'an. Lini umeanza kusoma, umeanza wapi na safari yako nzima, alafu mengi tutayazungumza kutoka hapa. Asante. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuhusu safari yangu ya kuanza kusoma, kwanza kabisa nilianzia kwa babangu mzazi. Kwa babako mzazi? Babangu mzazi ni shekhe, ni msomaji wa Qur'an kwa njia ya tajwidi. Kwa hiyo mwanzo wangu wa kwanza kujifunza ulianzia kwa babangu. Vile nilikuwa nikikua nikimwona akifanya mazoezi nyumbani pale, akisoma kwenye shughuli, lakini pia akinifundisha. Kwa hiyo huu ni mwanzo wangu na jambo hilo nilianza kulipenda. Baba yako ni nani na ilikuwa nyumbani ni wapi? Nyumbani ni Dodoma. Okay. Ni Dodoma. Na babangu alikuwa kipindi kile alikuwa shekhe wa kata kule. Alikuwa shekhe wa kata? Shekhe wa kata. Kwa hiyo jina aitwa Juma Kinyasi. Kinyasi. Juma Kinyasi. Babangu anaitwa Juma Kinyasi, na mimi huwa natumia jina la Juma Kinyasi ambalo sio langu mie. Ni la babangu mimi. Mimi naitwa Ridwan. Lakini ndo natumia jina la babangu na watu wengi wanalijua hilo, Juma Kinyasi. Ni jina la babangu. Sawa sawa. Baada ya kusoma kwa baba au wewe safari yako yote imeishia? Hapana, baada ya hapo yeye mzee wangu kuna msomaji ambaye alikuwa anampenda sana kwa wakati ule. Naam. Alikuwa anaitwa Omar Abdullah Mvuoni, sasa hivi almarhum. Allahumma lahu warhamhu miskin fi janna. Kwa hiyo akanichukua nyumbani Dodoma, nikaja naye mpaka Dar es Salaam, akaja akanikabidhi kwa huyo Sheikh Omar Abdullah Mvuoni. Nikawa niko naye mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu alipomchukua.
Baada ya pale nadhani nikawa na mwalimu mmoja anaitwa Ashraf Chende, ni nani wa zamani kidogo. Kwa hiyo nikawa naye mpaka hivi leo ndo niko naye. Kwa hiyo alhamdulillah tunashukuru. Sawa sawa. Nyumbani Dodoma, nina swali la kuanza hapa na mazungumzo yetu. Tukiangazia tajwid na swala zima la usomaji na upande huu wa fani hiyo maqamat, kuna siri gani na ukanda huo? Dodoma, Singida ni ukanda ambao kiukweli umetoa watu wengi, na watu wengi hata hapa kama mfuatiliaji mzuri sana wa podcast zetu anaweza akawa ni shahidi wa hilo. Katika wengi ambao tumefanya nao mazungumzo, unakuta nyumbani kidogo ni upande huo. Kuna siri gani katika hiyo? Mimi nadhani ni Allah mwenyewe akataka kuwabariki kuwa na vijana ambao wana sauti nzuri. Ni Allah mwenyewe akishataka, basi nadhani hakuna kuzuia. Nyumbani kuna mtu mwingine yote ambaye ameangukia kwenye hii fani kwa kufuata njia za baba kama wewe, au ni wewe peke yako? Ni mimi peke yangu. Mashallah, basi imekuwa jambo la kheri. Nataka tuzungumze, nimekwambia kwamba nikitazama kwa umri na kuona ni kijana mdogo. Nataka tuzungumze. Umesema ulianzia nyumbani, ulianzia kwa baba na ulisoma kwa baba, lakini baadaye akakupeleka kwa unasoma kwa mashekhe wengine. Kwa umri wako secular ulisoma, na uliwezaje kuipangilia secular na upande huu wa Qur'ani? Na kwanza kwenye hilo, kuhusu secular, Naam. ndani babangu hakuwekea maana sana kwenye hilo. Hakuwekea nguvu. Hata nilipomaliza shule tu darasa la 7 ile, hata kabla sijamaliza, lengo lake lilikuwa ni hilo, kwamba wewe ukimaliza la 7 uende. Hamu yangu mie ni kuja kuona na mimi na mtoto ambaye anasoma Qur'an. Hata siku nitangulia mbele ya haki, basi kama mimi nitakuwa kutangulia, basi nione najua nishaacha mtu. Kwa hiyo upande wa secular kidogo alikuwa hakunikazania sana. Okay. Kwa hiyo kwako ikakuia ni rahisi. Na umetaja baadhi ya mashekhe ambao umesoma kwao. Utaratibu wako kusoma kwao ulikuwa ni ule kama ambavyo imezoeleka, kwamba unakwenda kufundishwa, unakwenda kusoma kwa mashekhe ukiwa unaishi kwao, au ulikuwa utaratibu ukoje? Kuna sehemu unaishi alafu unaenda kwa mashekhe kusoma? Unaishi alafu nakwenda kusoma tu kwa mashekhe wote ambao sio utaratibu ulikuwa? Okay, maana yake ulikuwa unaishi nyumbani au ulikuwa kuna sehemu nyingine ambayo umefikia? Mmoja ni kunaishi na ulikuwa unaishi alafu unakwenda kusoma? Kaa hapo na kula nini, nakwenda kusoma tu. Okay. Sawa, tuende katika upande wa changamoto. Tunafahamu hakuna safari nyepesi kwenye kuliendea jambo lolote lile. Umetueleza mpaka sasa hivi bado unasoma. Na kwa safari ya ulipoanza mpaka hapa ambapo umefikia, ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo katika kuliendea jambo la Qur'an? Changamoto zipo, kwa sababu katika kila ambalo unalifanya wapo watu ambao wale wa pembeni, pia wapo wale ambao pengine wanaweza kawa wanakukatisha tamaa. Umeona, lakini na wewe mwenyewe pia kwa wakati unajifunza, hamu yako ni kufika juu, lakini bado uko chini. Sasa ukimwangalia ule ujue hata namna anavyosoma, kuna hali fulani kama inakuja kukata tamaa. Wewe unakuwa katika nyakati ngumu sana. Kwa hiyo changamoto zipo nyingi, zingine hatuwezi kuzisema wazi wazi, lakini changamoto zipo nyingi, kama ilivyokuwa kwamba hakuna kusoma kwa raha, hakuna. Lazima tabu zipo, changamoto zipo ni nyingi, zingine hatuwezi kuzisema, lakini changamoto zipo nyingi. Kwa bahati nzuri wewe umeanzia kusomea nyumbani kwa baba yako kama ulivyotueleza, na pia mzazi wako yeye kama ndiye alibeba swala la kutaka kukuona wewe unafika mbali katika upande wa Qur'an. Tutakuja kuangazia hapo unalizungumziaje hilo, lakini umezieleza changamoto, umesema ziko nyingi. Kwa safari yako nzima ya kuanza kuisoma Qur'an toka kuanzia kwa baba yako mpaka hapa ambapo umefikia, ni jambo gani ambalo wewe kwa binafsi yako nasema mimi hili sitoweza kuja kulisahau? Iwe ni katika changamoto, iwe ni katika jambo zuri, lakini wewe mwenyewe unasema hili mimi tangu nianze bismillah safari yangu na Qur'ani, basi hili
sitoweza kulisahau? Katika jambo ambalo kusema kweli huwa hata nikilikumbuka linanipa furaha ni jambo ambalo mwaka jana nilikuwa mwakilishi wa Tanzania katika mashindano ya kimataifa yale yaliyofanyika ya Khidmatul Quran. Naongozwa na Sheikh Ali Swaleh. Ambalo lilifanyika katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere Posta pale. Zilikuwa nchi zaidi ya 13 14 zilikuwepo pale. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa nimwakilisha Tanzania. Kwa kweli jambo lile linipa faraja kubwa, hata nikilikumbuka basi huwa linanipa hamasa fulani hivi, naona kwamba mambo haya ya Qur'an, kuishi kwenye Qur'an kuna mafanikio makubwa utayapata. Kuna mashindano mengine yote ambayo umekwishawahi kushiriki ukiachilia mbali yale ya Khidmatul Quran? Kwa hiyo yale ndio yalikuwa mashindano yako ya kwanza ambayo alishashiriki kama mara 3. Kwa hiyo mara ya 4 ndio ilikuwa mimi ni kufanyika mchujo ndio ikawa nimwakilisha. Manake mwanzo ulikuwa unashiriki katika hatua za kuweza kuiwakilisha nchi na hukufanikiwa. Mara ngapi umeshiriki bila kufanikiwa? Mara 3 nadhani. Mara 3. Alafu mara 4 wewe ndio ukaingia katika kuiwakilisha. Ulishika nafasi ngapi katika mashindano kwa ujumla? Kushinda Tanzania. Kwa hiyo wewe ndio ulikuwa mshindi. Mashaallah. Ulipata zawadi gani? Zawadi kubwa, $5,000 bwana. Mashaallah. $5,000. Kwa hiyo maana tukizungumza katika manufaa ya Qur'ani, una ushahidi mzuri kwenye upande wa manufaa ya Qur'an. $5,000 za Kimarekani, maana ukizileta katika pesa ya Tanzania ni kiasi kubwa cha pesa. Kwa muda wetu unatupa mkono, nikupe fursa tu. Umeshiriki mashindano kama mwakilishi wa Tanzania na kwa bahati nzuri Tanzania tukaibuka kama washindi, tukaweza kujinyakulia pesa $5,000 za Kimarekani. Kuna vijana wengi ambao wanaweza kuwa wanatufuatilia sasa hivi ambao wako katika safari zao za kimasomo kwenye upande wa Qur'an, hususan kwenye upande huu wa tajwid, na wao wanapigania ndoto zao wafike katika hali ambazo pengine umefika wewe. Una kipi cha kuwaeleza kama nasaha zako kwao? Mimi cha kuwahusia kwamba Qur'an ni mwongozo, na kutizama hata katika upande wa sekula huo wanaofanya vizuri zaidi ni wale ambao wamepita kwenye Qur'an. Kwa hiyo wanakuwa wanafanya vizuri zaidi. Lakini pia ni waase tu kwamba Qur'ani ukishika kiikhlas na ukasoma kikeli kweli, basi hakuna yote anaweza kuzuia wala kusimama mbele yako. Wewe ni mzao la jitihada na juhudi za baba yako, kwa sababu alitia nia hiyo toka mwanzo, akaanza yeye kufundisha, lakini akapigania kupeleka kwa walimu, kusoma mpaka ukaweza kufikia hapo alipofikia. Ulishiriki mashindano, umeshinda, ukashinda hizo dola za Kimarekani 5,000. Kuna wazazi wengi sana ambao nafsi zao zinakuwa kama zinasita kidogo wakiutazama upande huu wa Qur'an. Kuwatoa watoto wao, kuwapigania watoto wao ili waweze kuisoma Qur'an, nafsi zinasita kwa hofu ya kwamba itawanufaisha nini, hususan katika maisha haya ya kidunia. Nikupe fursa hii, ikiwa wewe mwenyewe ni kielelezo cha hilo, uweze kutoa nasaha kwa wazazi. Wazazi, mimi na hapa nasaha tu kwamba tuwapeleke watoto madaris, lakini sio madaris tu, kama vile ambavyo tunavyochagulia watoto shule nzuri, basi na madrasa ziwe tuwachagulie madrasa nzuri. Kwanza huwezi kufika katika kilele kile cha mafanikio kama hujawa fasaha. Na huwezi kuwa fasaha mpaka ufundishwe na mtu aliyokuwa fasaha. Vinginevyo utakuwa unao majaka tu. Kusoma Qur'an lakini sio ile fasaha. Kwa sababu unapokuwa unashindana pale kuna watu wanakujaji vitu vingi, fasaha wako unatamkaje, hukumu zako inakuaje. Wewe tujitahidini kama vile ambavyo wazazi tukipeleka watoto wetu shule nzuri, tunawatafutia shule nzuri za gharama, lakini pia katika upande huu wa dini tujitahidini kutafuta walimu ambao ni maprofessional wa kazi hizo, ili wamtoe mtoto kutoka ngazi fulani kumpeleka katika ngazi ya juu, na Mwenyezi Mungu hasa pengine atamfungulia. Shukran sana Ustadh Ridhwan Juma Kinyasi. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, huyo ni Ustadh Ridhwan Juma Kinyasi. Kama ambavyo umeweza kumsikia, tulimsikia mwanzo
tusomea Qur'an, lakini tumezungumza naye mengi, tumeweza kusikia kuanzia safari yake na Qur'an, na ametueleza mengi, na mwisho amemaliza kwa nasaha, ikiwa yeye ni kielelezo cha zao la jitihada za mzazi wake. Alianza kusoma kwa baba yake, na baba yake katia nia na akaifanyia kazi nia yake kwa jitihada, na Allah kamfungulia, na ameweza kutueleza miongoni mwa mafanikio yake ndiye aliibuka mshindi wa mashindano ya usomaji wa Qur'an kwa njia ya tajwid mwaka jana, sio msimu wa mwaka jana, kwenye Ramadhani ya mwaka jana. Kwa hiyo mengi tumeweza kuyasikia kutoka kwake. Cha muhimu tumuombe Allah tujalie tuwe ni wenye kufanyia kazi na saha ambazo tumezisikia kutoka kwake. Baada ya kusema haya, tuna la ziada, ni kusihi tu, kesho pia ni siku, na podcast hii zitakuwa kujia kila siku ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo muda na wakati kama wa leo uwe mbele ya kile ambacho umetumia kutufuatilia, iwe ni runinga kama utufuatilia kupitia Africa TV, basi muda na wakati kama huu siku ya kesho uwe mbele ya runinga yako. Lakini kama umetufuatilia kupitia kwa YouTube channel yetu AD Plus Swahili au kwa platforms zozote zile za podcast ambao umetufuatilia, basi kesho pia ni siku, hakikisha unafanya hivyo. Kuna mengi ya kujifunza, tutakuwa na mtumishi mwingine wa Qur'an, utamjua siku ya kesho insha Allah. Baada ya kusema hayo, tuna la ziada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah